Siku ya leo ni siku ambayo tumekuwa na mafunzo ya madiwani, ambapo mafunzo haya yanaelekezwa ndani ya siku 3. Kwa hiyo leo siku ya kwanza tumefundishwa masomo takriban 4 ikiwemo uongozi na utawala bora, lakini pia mgawanyo wa majukumu na mgawanyo wa halmashauri ulivyokaa na kiutendaji na kimajukumu. Binafsi nimefurahia semina leo kwa kuwa imetupa mwangaza na mwongozo namna gani ya utendaji wa kazi, ikiwemo kuboresha na kuendesha kwenye kata zetu. Mfano kwenye utawala, namna mgawanyiko, nafasi ya diwani ndani ya kata, lakini nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ndani ya halmashauri husika. Lakini pia imetusaidia kujua namna gani kwenye vikao vyetu vya ODC tutakavyoweza kuviendesha, ikiwemo kusimamia kama mwenyekiti wa maendeleo ya kata, namna gani ya kusimamia maendeleo kuanzia kwenye viti wa vijiji ama mitaa. Kwa maana hiyo semina hii imekuwa fursa kwetu ya kuendelea kupata elimu namna gani ya uongozi hasa kwa madiwani wapya. Mwanafunzi wa leo nimejifunza sheria mbalimbali zinazotuongoza, ikiwa sheria za serikali za mitaa na namna ugawanyaji wa majukumu. Kwa hiyo mfano mimi nimechukua swala moja kwamba ni lazima ndani ya vijiji kufanyika mikutano 3 kwa kila mwaka. Kwa hiyo na mwenyekiti asipofanya mkutano ule, kiuhalisia nafasi yake ya mwenyekiti wa kijiji inaondoka. Na sababu kubwa za kufanya mkutano ule ni kwa ajili ya kusoma mapato na matumizi ya vijiji ama ya mitaa. Kwa maana hiyo nitaenda kusimamia kikamilifu ili wananchi wa kata yangu waweze kuwa sehemu ya wanufaikaji wa kuweza kusomewa mapato na matumizi. Na hili liko kisheria kabisa, ni takwa la kisheria kuhitaji wenye viti wa vijiji kusoma mapato na matumizi kwa wananchi wake. Kwa maana hiyo nimeendelea kupata uelewa mkubwa namna gani ya kusimamia sheria hizo ili tuweze kusimamia wananchi, lakini kujua wahusika wakuu ndani ya vikao vya ODC, ikiwemo wenye viti wa vijiji ama vitongoji ama kata ama mitaa, lakini pia kuna watu ambao wamechaguliwa kama wamiliki wa NGOs na watu muhimu ambao watatusaidia kuweza kusimamia maendeleo, lakini namna gani ya kuweza kushirikisha wananchi kwa ajili ya maendeleo binafsi, sio tu kusubiri serikali kuu ama halmashauri kuweza kutoa michango, labda kutengeneza barabara, kuanzisha. Yaani ili kufanikiwa lazima wananchi waonyeshe nguvu yao. Mfano tunahitaji shule, wananchi wanaanzisha nguvu kazi ya kuanza kuchimba misingi na kuanza, ili halmashauri ama serikali kuu iweze kutupa sapoti. Kwa hiyo tumeendelea kujifunza vitu vingi kwamba ili kupata maendeleo lazima sisi viongozi tuanze tukishirikiana na wananchi wetu. Lakini sio hivyo tu, pia tumefundishwa mambo mengi ikiwemo namna gani ya kusimamia majukumu na maendeleo mazima ya kata zetu. Kwa maana hiyo tutaenda kufanya mambo makubwa ikiwemo kuanzisha vyanzo vipya vya maendeleo na vya kiuchumi ndani ya kata zetu.